Kwa Mungu. Ili upate utukufu wa Mungu lazima ukae uweponi mwake. La tatu kuishi maisha matakatifu, sivyo? Alafu la nne kung'aa katika kila eneo. Amen. Kwa hiyo hayo ni maeneo naomba uniangalie vizuri ambayo ndio tunatembea kwayo, na hata leo kwa sababu tutakuwa wiki hii inaanza, tutakuwa na maombi yale ya kuomba ya siku 21 ya kanisa. Kwa hiyo nataka nikuandae sasa kwa mkao wa maombi. Lakini unaweza kaanza hata kuanzia sasa hivi ukaanza kuomba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Jumapili usikose. Jumapili nitazungumza somo linalohusiana na maombi, lakini nitazungumza nitakufundisha jinsi ya kuwa na muda wa utulivu na Mungu, ambao ni jambo la msingi sana ambalo usikose kwenda hiyo siku ya Jumapili. Tutajifunza hilo na Mungu atatusaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wangapi wana mahali pa kuandika? Wangapi wana Biblia zao? Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pia nakushauri ukiwa na hela tafuta hichi kitabu. Wangapi wanacho hichi kitabu? Mama Neema peke yake. Kinauza 15, lakini kwa shirika nitafanyia shilingi 10,000. Ni kitabu kizuri, kitakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka leo tuangalie kwa kifupi, hatuweza kumaliza, lakini tuangalie kweli kuhusu maombi. Kweli kuhusu maombi. Kwa sababu tunaingia msimu wa maombi, nikupe tu kweli kadhaa kuhusu maombi. Na kwa sababu tulisema jambo la kwanza mwaka huu, ili tuweze kukaa katika uwepo wa Mungu, mzezo haya nataka ikae vizuri, haijakaa vizuri, ni maombi. Jambo la kwanza kabisa. Sasa naomba nisikilize mwinjilisti. Unajua watu mara nyingi wanaweza tumefundisha ukafikiwa najua lakini ukimuuliza hata bado hata maombi tunasema tumefundisha sana, lakini bado haijafika pale. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo naomba hebu tukae vizuri na Mungu atusaidie ili tuone utukufu wa Mungu. Na tusema jambo lingine ni kutegemea kuona miujiza. Amen. Ikitendeka. Sasa hakuna miujiza itakayotendeka kama hakuna maombi. Na tunamwamini Mungu na kwamba kanisa watu wataongezeka na watu watafunguliwa, na huko mitaani watu wataanza kuhubiri Injili, watu watapona. Sasa cha kwanza ambacho kitatusaidia ni maombi. Sasa kweli ya kwanza kuhusu maombi, maombi ni uhai wa kanisa na wa mtu rohoni. Maombi kama unaandika ni uhai wa kanisa na wa mtu wa rohoni. Kama unaandika hiyo ni kweli ya kwanza kuhusu maombi. Kama hakuna maombi, kanisa limekufa. Kwenye sayansi tunajifunza kwamba kiumbe hai kinatembea, kinazaa, na mambo kama hayo. Na kanisa linaloomba pia na lenyewe ni kiumbe hai, itakuwa na uhai. Kwa hiyo kinyume kama kanisa halina maombi au mtu, nisizungumzie tu kanisa ukachukua, sababu kanisa sio jengo. Kanisa ni wewe, kanisa ni mimi. Kwa hiyo kama hakuna maombi, hilo kanisa limekufa. Kama nyumbani kwako wewe mwenyewe hauombi, hiyo nyumba na yenyewe imekufa. Kwa hiyo lazima tujue kwamba uhai, injini ya kanisa ni maombi. Injini ya kwako binafsi ni maombi. Maombi ni kama hewa, usipovuta hewa unakufa. Kwa hiyo nataka kwamba tujue, na kama tumesema nataka tuone matokeo makubwa ya kanisa, basi watu watakiwa waweze kuomba. Kwa hiyo na wewe jipange kwamba tumesema tuweze kumuomba Mungu. Hebu tuangalie kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 2:42 mpaka 47. Kwanza kuseti bado zaidi seti haijakaa sawa. Matendo ya Mitume nitasoma pale, hebu tuangalie pale. Ninataka kusema wakawa kidumu katika fundisho la mitume, katika ushirika, katika kumega mkate na katika kusali. Mimi nataka ile japokuwa kuna yale kwamba fundisho la mitume, kama nimesema kila kanisa lina fundisho lake. Tuko pamoja jamani?
Mitume walikuwa wanafundisha kwamba Yesu alifufuka kwa nguvu sana. Naomba ile benchi ya nyuma leo ni promote. Ije kaya hapa kwenye viti vya kwanza. Kaya hapa mbele kabisa. Kama uko nyuma, sogea mbele. Kwamba fundisho la mitume kwamba wakadumu, maana yake walipenda mafundisho. Ama sikia vizuri. Kama unakuja mahali hapo siku ya leo, maana yake unapenda mafundisho. Ungeweza kukaa nyumbani, lakini unapokuja kanisani, maana yake unatuambia kwamba unapenda mafundisho. Kwa hiyo uweze kukua, lazima wao walidumu. Sasa sitakuzungumza leo pale. Walidumu katika fundisho la mitume. Maana yake walishika kile walichoambiwa. Shida ya kanisa leo hatushiki. Na kama ukwambia Mungu amekuweka Maranatha makusudi, usichanganye mafundisho. Halo, manipata vizuri? Usichanganye mafundisho. Tunajua wewe unafundisha mambo mengine kule, lakini sisi tuko na fundisho la Bwana. Sasa leo sipo, lakini usichanganye mafundisho. Usichanganye mafundisho. Sasa walidumu katika, nataka kuzungumza pale, walidumu katika kusali. Unaposema kudumu, maana yake ni wakati wote. Tuko pamoja jamani? Tukubaliana? Tukubaliana jamani? Naomba nisikie tukubaliana. Kudumu maana yake ni wakati wote. Yaani wamedumu katika kusali. Katika mafundisho walikuwepo katika kusali. Ukiangalia pale mbele anasema walikuwa mahali pamoja na vitu vyao vilikuwa shirika, wakiuza mali zao na vitu walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja. Siku ngapi jamani? Naomba nipate sauti. Siku ngapi? Kwa nguvu tena siku ngapi? Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Yale mambo walikuwa wanayafanya, kudumu katika fundisho la mitume. Walikuwa wana mega mkate ushirika. Walikuwa wana fellowship kwa dunia. Maana yake kama wafanya zile ibada za nyumba kwa nyumba, wale ambao waendi, naomba niwatie moyo kwamba twende Jumamosi asubuhi. Kwamba wakadumu. Kwa hiyo tunaomba hapa, naomba nisikie kwa bidii. Kuna kitu Mungu atusaidie. Tunaomba Mungu ongeza kanisa. Bwana afanya hivi. Haitawezekana kama hatufanyi haya tunayosema. Maana yake watu hawataki mafundisho. Maana yake watu hawakai kwenye fellowship, kwenye koinonia. Haiwezekani. Maana yake watu hawaombi. Hakuna. Haya yote ndio yatakayochangia kanisa likue. Kwa kule kwenye waigu watu wataokoka. Kwenye mafundisho watu wataokoka. Kwa hiyo kumbe tunaangalia tu kwa hapa, licha tu ya maombi, kumbe kuna mambo mengine yalikuwa yanasababisha Bwana akaliongeza kanisa. Na kila siku, jana nilienda mahali fulani kwenye harusi, nikaangalia ratiba ya kanisa Jumatatu mpaka Jumapili. Wapo wapi jamani? Kanisani. Jumatatu kuna sijui WK, sijui Jumanne kwa wanaume, sijui Jumatano siku na nini, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili watu wa kanisani. Lakini wewe sisi tunazo mbili tu hapa, unashindwa. Kwa hiyo nataka tunapoanza mwaka mpya, hebu tuanze upya. Halo, wako bwana mkubalia jamani. Haleluya. Hebu tuanze upya. Sisi sio wanyonge. Tunaweza, lakini Bwana analiongeza kanisa kwa watu. Kwa hiyo nataka kuzungumza leo kwamba maombi tunazungumza ni uhai. Kwa hiyo walidumu katika maombi. Ukisoma sura ya 3 pale, hebu angalia pale. Sura ya 3 pale. Naomba uangalie Matendo ya Mitume. Kama una Biblia yako, ukifika pale unaweza ukasoma. Sura ya 3 pale. Anasema basi Petro, sura ya mstari wa kwanza. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Halo, walisa la kwanza walijali sana maombi. Kwa hiyo saa 9 ni muda ulipangwa, ni